Haya ndo makosa matatu yanayofanywa na watu wenye matatizo ya diski za uti wa mgongo na kusababisha diski zao kushindwa kupona. Na kosa la tatu ni muhimu uweze kulisikia. Kwa watu ambao wana matatizo ya diski za uti wa mgongo, kwa sababu huu ni mgongo, na cervical spine, tuna thoracic, tuna lumbar spine, tuna sacrum pamoja na coccyx huku chini. Sasa makosa ambayo wengi wanafanya wenye matatizo ya diski za uti wa mgongo, kosa la kwanza huwa kupumzika. Watu wengi wenye matatizo ya diski za uti wa mgongo huwa wanadhani kupumzika ndipo ambapo kutasababisha maumivu yao kuto kuendelea. Kumbe unapopumzika, kitu cha kwanza huwa unazuia mzunguko wa damu kwenye mwili wako. Unapokuwa unazuia mzunguko wa damu, virutubisho vinakuwa vifiki vizuri kwenye diski. Lakini kitu cha pili, kumbuka hizi diski zako za uti wa mgongo huwa zinapata virutubisho kupitia movement. Kwa sasa unapokuwa hauna movement, virutubisho kwenye diski huwa vinakuja taratibu sana na uponaji wako unakuwa ni wa taratibu. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ambao watu wenye matatizo ya diski za uti wa mgongo huwa wanafanya, huwa mara nyingi ni kustretch maeneo ambayo yana maumivu. Yaani hawajui ile clear stretching, ndio maana maumivu yao yanazidi kuendelea. Na kosa la tatu, watu wengi hawaponi, huwa wanaacha kufata utaratibu ule ambao walikuwa wanaufanya wakati wanatibu matatizo ya uti wa mgongo. Baada ya haya maumivu kufika 60% ya uponaji, wengi wanajisi wamepona na kuacha moja kwa moja. Ndio maana diski za uti wa mgongo zinaendelea kuwatesa, kwa sababu diski za uti wa mgongo ili upone unahitaji uweze kupitia hatua tatu. Hatua gani? Nitaendelea kuelezea katika video inayofuata ili uweze kupata elimu zaidi. Kwa kama ni mtu ambaye unapitia maumivu ya uti wa mgongo, hakikisha unaepuka hayo makosa na kuweza kutibu diski za uti wa mgongo moja kwa moja. Unaweza kuendelea kufuatilia kuweza kupata tips kuna ni vipi unaweza kudhibiti maumivu, na kama utahitaji msaada kwa tupigia kwa ajili ya ushauri. Tunajali afya yako ya viungo na mifupa.